Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi ili niweze kukufahamisha na kukujuza kuhusu yanayoweza kuendelea kutokea na yaliyotokea msikilizaji, ili tupate kujifahamisha na kuelewa taifa linasonga vipi. Msikilizaji, kuna uwepo wa taarifa ambazo ni mwendelezo wa kesi ambayo inawakumba viongozi wakuu wa chama cha Chadema, na kumekuwa na majibu kadhaa kutoka kwa viongozi mbalimbali ambao wanahusishwa na jambo hili, ama pia uongozi wa Chadema kuweza kuzungumza na kusema kwamba chama kitaweza kuendelea aje mbele, ama chama kitaweza kuchukua hatua gani kuhakikisha kwamba vita vinavyoonekana kujengwa dhidi ya chama cha Chadema haviendi kufua dafu. Amba nikupeleke kwenye taarifa hizi moja kwa moja msikilizaji, ambazo zimetoka kwa Bavicha Zanzibar. Bavicha Zanzibar yapinga kesi ya rasilimali za Chadema. Bavicha Zanzibar yapinga kesi ya rasilimali za Chadema kunradhi. Taarifa hiyo msikilizaji inasoma hivi: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kwa baraza la vijana wa chama hicho Bavicha katika mikoa ya mijini Magharibi, Kusini Unguja na Kaskazini Unguja imetangaza kutounga mkono hatua ya aliyekuwa kiongozi wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed pamoja na wenzake kufungua shauri mahakamani kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama. Kwa hivyo hiki ni kikundi cha vijana kutoka Zanzibar ambalo kimejikusanya na wakasema kwamba wanapinga hatua ya Bwana Said kupeleka ama kufungua shauri mahakamani kuhusu mgawanyo wa rasilimali wa chama. Taarifa hiyo imeendelea kusoma hivi: viongozi hao wa Bavicha wamesema azimio lililotolewa na kiongozi huyo wa zamani wa Chadema Zanzibar sio azimio la chama hicho kwa Zanzibar, bali si msimamo wake binafsi pamoja na wenzake. Wamesisitiza kuwa kwa upande wao kama Bavicha hawaungi mkono azimio hilo, badala yake wanaunga mkono maazimio yaliyotolewa na kamati kuu ya Chadema na kuwasilishwa kwa makamu mwenyekiti. Kisha wakaendelea kwamba kwa upande wake mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa mjini Magharibi Juma Zuberi Masud amesema vijana wa chama hicho wanaunga mkono maazimio yaliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama, akieleza kuwa maazimio hayo ni halali na yamebeba matamshi ya Watanzania. Na sasa kwa upande wake mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Kusini Unguja Hamid Suleiman Ali amesema amewatoa hofu viongozi wa chama hicho kwa kueleza kuwa hakuna mtu atakayeharibu na kuvuruga umoja wa wanachama wa Chadema ndani ya mkoa huo. Lakini pia naye mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Kaskazini Unguja Abdillah Fadhil Omar amesema Chadema Zanzibar inaendelea na shughuli zake kama kawaida, akisisitiza kuwa chama hicho kimejengwa katika misingi imara inayowezesha kuendelea kuimarisha shughuli zake za kisiasa na kijamii. Msikilizaji, taarifa hii ambayo imetolewa na Bavicha Zanzibar ambayo kabisa imepinga hatua ya aliyekuwa kiongozi wa chama hicho Bwana Said Issa Mohamed pamoja na wenzake ambao walifungua shauri mahakamani ambalo shauri hilo kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama. Sasa bwana huyu na wenzake wameonekana kupokea upinzani mkali kutoka kwa wanachama ambao tayari
wamejihusisha na uendelevu wa chama cha Chadema. Lakini kinachotazamiwa ni hivi. Siku ya jana kulitoka taarifa ambazo zilisema kwamba wapo ama palikuwa na viongozi ambao walikuwa ni wandani wa chama cha Chadema ama ni watu waliopenda chama cha Chadema na mpaka sasa wapo kama wanachama wa chama hicho, lakini wapo kimwili, lakini kiroho walisha kuondoka kwenye chama hicho na wanajishughulisha na masuala tofauti. Na sasa wale ambao wapo kwenye chama hichi, wamezama kwenye chama hichi, ndio ambao wameanza kuendelea kutoa taarifa za kupinga hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa na waliokuwa viongozi wa awali kuhusu mgawanyo wa rasilimali za chama na masuala ambayo yanaweza kuvunja ama kuonyesha kwamba chama hakipo imara. Na sasa mnapodhihirisha ama kuonyesha kwamba chama hakipo imara, mnapeana nafasi kwa watu wa nje kuweza kuingilia, kuleta usawishi na kuweza kuharibu sera za chama. Kwa mfano, kuna bwana aliyeweza kuzungumza juzi na akasema kwamba chama hicho kimeweza kuonekana kuwa chama cha kigaidi ambacho kinashiriki katika matukio ya kigaidi na kuleta vurugu, na mikutano yao inaelekea kuzua taharuki na itahitaji kwamba lazima polisi wakuje kuingilia na kuhakikisha kwamba mikutano yao inafanikiwa kuisha salama. Jambo ambalo linakuonyesha kwamba watu wasiohusiana na chama wanapata nafasi ya kuingilia masuala ya chama na kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka hoja zao, zingine nzuri, zingine mbaya. Lakini ikiwa watu wasiojihusisha na chama wanahusika na chama, bila shaka wanaweza kuleta ushauri ambao unaweza kuvunja upamoja ama umoja unaoshuhudiwa katika chama. Msikilizaji, nazidi kukukaribisha uendelee kutia subscription na kutufuatilia kwenye kituo hichi. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninazidi kukusogeshia karibu taarifa ambazo zinaendelea.